Nimekosa 4,500 ya kwenda kufanyia vipimo. Na hiyo 4,500 baada ya kufanyia vipimo inabidi niingie kwenye operation. Sielewi naingiaje na vipimo napataje. Napitia kipindi kigumu na mtoto anasoma. Napitia wakati mgumu hata nikitembea barabarani watu wananishangaa. Mpaka inafika wakati wananiita mijini. Hata mtoto wangu mwenyewe kuna wakati ananiogopa. Naumia sana. Naomba Watanzania wanisaidie. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa. Mtazamaji wa Global TV, niko eneo la Tabata Barakuda na nimekuja kuonana na mwanadada huyu. Mwanadada huyu ameteseka zaidi ya miaka 20. Lakini kisa cha kuteseka na tatizo kuongezeka ni kwa sababu tu anakosa fedha za kwenda kufanya vipimo, fedha za kwenda hospitali, na hali yake ni duni sana. Ni mimi Imelda Mtema, nyuma ya kamera niko naye Revocatus Geoffrey, na twende tukamsikilize mwanadada huyu alafu tujue nini tutakaza kumsaidia. Dada, habari? Nzuri dada. Unaitwa nani? Naitwa Esther Juma. Esther Juma, pole kwanza. Asante. Una umri wa miaka mingapi? Miaka 37. Pole. Tatizo lako lilianzaje? Lilianza tu kidogo kichwani, kadri ninavyozidi kukua na lenyewe linasogea mpaka limefika hatua hii. Ile nilifanywa mara ya kwanza operation, baada ya kufanyiwa kakaa, sasa hivi tena limerudi. Baada ya kurudi ndo linarudi na maumivu makali, usiku silali. Napata shida, nimeamka. Kaenda hospitali Muhimbili, nikaandikiwa vipimo. Nimekosa 4,500 ya kwenda kufanyia vipimo. Na hiyo 4,500 baada ya kufanyia vipimo inabidi niingie kwenye operation. Sielewi naingiaje na vipimo napataje. Napitia kipindi kigumu na mtoto anasoma. Napitia wakati mgumu hata nikitembea barabarani watu wananishangaa. Mpaka inafika wakati wananiita mijini. Yaani nakosa amani hata ya kutembea. Napata shida. Hata mtoto wangu mwenyewe kuna wakati ananiogopa. Nikifika shuleni hata kwenda kumchukua, watoto wenzia wananikimbia. Shule nzima watoto wananiogopa. Nakosa amani kabisa. Naumia sana. Naomba Watanzania wanisaidie. Pole. Maumivu makali ya usiku silali. Mamangu maisha yake magumu. Apike mandazi ndio tule. Alipambana mamangu akanisomesha akanipeleka nikasomea kompyuta, hata nikaenda kuomba kazi sehemu nakosa, napata shida jamani, nateseka mimi. Pole. Naomba mnisaidie kwa maumivu nayopitia. Napata maumivu makali jamani. Maupele yanaota kama majipu usoni, yani nakuwa kama kituko, sionekani mimi. Naomba mnisaidie Watanzania. Pole. Ulipofika hospitali baada ya kuambiwa 4,000 kwa hiyo ikashindikana, kabidi mrudi nyumbani? Ikashindikana, hata vipimo makaratasi yako ndani tu nimeyaweka. Sina uwezo wa kwenda kuchukua 4,000 wapi nikachukua vipimo. Sina uwezo, yako tu ndani makaratasi. Hali unayopitia ya maumivu inakuwaje? Unapitiaje? Usiku inakuwaje? Yaani napata maumivu kuanzia kichwani upande huu wote. Unapata maumivu, kuna wakati mpaka sura yote inajaa kwa sababu ya maumivu. Na napata shida, kuna nyama zimeota huku chini huku waliangalia kukuta kuna nyama zimeota. Kula napata shida, na kitafunia upande mmoja tu, yaani napata shida. Pole. Na walisema kwamba baada ya vipimo na ukafanyia operation hali yako itakurudi kama kawaida. Walisema hivyo. Madaktari ndivyo walivyosema hivyo. Pole. Asante. Na bado gharama za operation hawajasema ni kiasi gani? Waliniambia kwamba nichukue vipimo kwanza ndio waangalie gharama za operation. Wataniambia gharama za operation, lakini walipambana sana nichukue kwanza vipimo wajue shida ni nini. Je, imegusa hadi kwenye mifupa ya ndani kwenye kichwa ama ni shida tu iko juu? Ndio hilo walikuwa nataka wajue kwanza. Pole sana. Basi Watanzania wanakusikiliza hapo, wanakusikiliza, serikali yako inakusikiliza na watu wengi. Naomba uzungumze nao tena kwa mara nyingine kuhusiana na ile tatizo.
Hili tatizo napata shida sana, naomba Watanzania wanisaidie ili na mimi niweze kupata unafuu. Yani usiku silali, napata shida sana. Teseka. Yani ninapoongea hapa naongea kwa shida yani upepo ukipenya tu ndani huko napata shida, maumivu makali. Yani nikiamka asubuhi kama jua halijatoka, yani mimi siwezi kufanya chochote, yani napata shida. Mpaka jua likitoka kidogo na likitoka juani likipigwa na ule mwanga wa jua ndo kidogo afadhali. Napata shida sana. Naomba wanisaidie Watanzania jamani. Pole sana. Watanzania hapa wanakusikiliza, natamani utaje namba yako ya simu ambayo moja kwa moja itatumwa hela za mchango zitapita kwenye namba yako. 0760 780 914. Jina nani? Magoli Juma. Magoli Juma. Pole sana. Mimi nachoamini Watanzania watakusikia, lakini pia utapata matibabu na utarejea kama zamani. Asante, nitashukuru dada. Pole sana. Asante sana. Na baba wa mtoto? Amenitelekeza. Baada ya kuanza tatizo? Yeah. Alinipa tu mimba akanikimbia. Pole sana. Mpenzi mtazamaji wa Global TV, tuko naye na mama hapa, tunaenda kuzungumza naye na tuweze kumsikia na yeye kwa upande wake kuhusiana na hili tatizo la mtoto wake. Mama, habari? Nzuri. Unaitwa nani mami? Naitwa Dot Magwata. Hebu tueleze mama, hadha ya mtoto anayoipata, lakini nini ambacho kinahitajika kwa haraka kwa sasa? Kinachohitajika ni tiba. Watanzania naomba msaidie mwanangu, maana nimehangaika sana. Mimi mwenyewe napika mandazi ndo wapate kula. Naomba Watanzania mnisaidie na yeye abadilike awe kama wenzake. Maana akitembea barabarani mpaka anaona aibu, watu wanamshangaa, watoto wanamkimbia, wanamuogopa. Watanzania naomba mnisaidie mwanangu abadilike awe kama wenzake. Mama Samia naomba nisaidie mwanangu aonekane na yeye. Nimehangaika vya kutosha, msaada sina. Nahangaika mimi mwenyewe. Ameenda hospitali, kaambiwa atoe hela ya vipimo, lakini sina uwezo wa kutoa hiyo hela. Tanzania naomba unisaidie, Mama Samia naomba unisaidie. Pole sana. Hili tatizo alizaliwa nalo? Hapana, limemkuta akiwa na miaka 6. Ilitokea hivyo uvimbe moja kwa moja? Ulitokea uvimbe moja kwa moja. Nimehangaika sana. Nimehangaika vya kutosha. Mpaka sasa hivi nimeamua kwanza nitulie. Ndio sasa hivi tena tumeanza kuhangaika Muhimbili. Sema achukulie kipimo, lakini hiyo hela sina, 400,000 sina. Okay, pole sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa Global TV, nafikiri mmeweza kusikia dada akizungumza, lakini na mama yake pia amezungumza kutokana na adha kubwa anayoipata. Basi shime wa Tanzania, namba ameitaja na namba inapita hapo. Naomba toa chochote ili aweze kwanza kupata matibabu. Matibabu ni 4,500 tu na vipimo 4,500, and then ndo anakuja kuambiwa kuhusiana na matibabu. Basi nakuomba sana sana sana, ulichonacho ukiwa na 100, 200, 300, haijawahi kutimia 1,000 bila shilingi 100. Basi angalau tuweze kuokoa maisha ya mwanadada huyu, kwa sababu ana mtoto anayemtegemea, lakini pia ana mama ambaye amehangaika sana kuhusiana na afya yake. Mimi naomba nikushukuru mpenzi mtazamaji wa Global TV. Mimi ni Imelda Mtema, nyuma ya kamera niko naye Levocatus Geoffrey. Endelea kutizama Global TV. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.